Na mimi nawapa challenge. Baada ya kutangaza hapa kwamba najivua vyeo vyangu vyote na wanachama wa Chadema waende kwenye kata yangu pale. Wakipata hata mtu mmoja wa Chadema, Mungu afanye atakachopenda. Ndugu waandishi wa habari, kiukweli na mengi sana ya kuzungumza sana, lakini kwa sababu ya muda nitaongea kwa uchache tu. Naitwa Answari Jamilu Kimaro, mwalimu mwandamizi mstaafu, kwenye magrupu ya WhatsApp Chadema nafahamika hivyo, lakini pia kwa nafasi ni mjumbe wa kamati ya TEHAMA Kanda Kaskazini, ni katibu wa kamati ya mafunzo jimbo la Hai, pia ni mwenyekiti wa Chadema kata ya Rome au Masama Rome. Mimi bado ni kijana. Nimeingia Chadema mwaka 2008 wakati nimeanza form 4. Nikiwa bado kijana mdogo. Nimefanya harakati nikiwa shule ya advance, nimefanya harakati nikiwa chuo kikuu cha usimamizi wa fedha pale FM, na hata baada ya kumaliza chuo nimefanya harakati, na hata nikiwa kazini nimefanya harakati. Siko hapa kujisifia kwamba nimefanya nini ndani ya Chadema, kwa sababu hilo ni jambo ambalo lipo na watu wanafahamu. Niko hapa kuonyesha masikitiko yangu kwa yale mambo ambayo sasa hivi yanaendelea. Mimi nilikelea interest tangia mapema kabisa, na watu hapa wafahamu. Na watu wanaonifahamu wanajua mimi ni mtu pekee kanda ya kaskazini niliyemuunga mkono Odero Charles Odero. Lakini baada ya uchaguzi kuisha, mambo yanayoendelea, nikajua ni minyukano kati ya timu mbili. Dhambi ya ubaguzi siku zote huwa haina mwisho. Huo ndio ukweli. Aliwahi kusema Nyerere, mtabaguana kwa misingi ya dini, haitaisha hapo. Mtaenda kwa misingi ya ukabila, haitaishia hapo. Mtakwenda kwa misingi ya koo zenu ndani ya makabila, haitaishia hapo. Mtakwenda mpaka kwenye familia zenu, kwamba familia hii ni bora kuliko familia nyingine. Ndicho ambacho sasa hivi kipo. Sasa okay, mimi sikumuunga moyo mkono, mbona mimi nabaguliwa sasa? Kwa nini? Nimekosa nini mimi? Na ninazo sababu za msingi na ninao ushahidi. Wakati wanafanya uchaguzi ama teuzi za kuchagua wajumbe wa kamati ndani ya kanda, kwa mujibu wa taarifa ambazo ninazo za uhakika, watu hawakupewa nafasi kwa sababu wanastahili kupewa hizo nafasi, bali walipewa nafasi kwa kuangalia huyu alimuunga Lissu mkono tumpe. Kama wanabisha hilo, atoke kiongozi wote aje abishe, mimi niweke ushahidi mezani. Kitaaluma mimi nina degree ya computer science. Kwa hiyo unapokuja swala la mitandao na swala la masuala haya ya TEHAMA, that is my area of expertise. Najua ninachozungumza. Nimesaidia chama hichi kwa kupitia uwezo wangu huo na taaluma yangu hiyo. Nimesaidia chama hichi kwa kuwa nimefanya kazi ya walimu kwa miaka 8. Nimefundisha watoto kuanzia ngazi ya primary mpaka sekondari. Ninaweza kufundisha watu. Kwenye kata yangu mimi ninayotoka, tumesajili wanachama zaidi ya 700 kwa gharama zangu mimi na mama yangu mimi. Kwa pesa, kwa kutembea. Leo wanakaa kundi la watu hapo 3 4, wameshiba pesa za kuhongwa hapo juu makao makuu, wanasema watu waondoke. Tunaondoka. Tunaondoka. Na mimi nawapa challenge. Baada ya kutangaza hapa kwamba najivua vyeo vyangu vyote na wanachama wa Chadema waende kwenye kata yangu pale. Wakipata hata mtu mmoja wa Chadema, Mungu afanye atakachopenda. Hatuwezi kudharauliwa, hatuwezi kukashifiwa. Mheshimiwa Grace ni mama yangu kwa umri. Mheshimiwa Kilawila ni baba yangu kwa umri. Vijana, nyinyi vijana mlioko hapa mnajifanya eti bavicha, mnatukana watu. Hiyo laana itawatafuna mpaka siku mnaenda kaburini. Huwezi kumtukana mzazi wako kabaki salama. Hayupo mtu kama huyo. Labda wewe sio Mwafrika. Ila kwa sisi tunajua malezi ya Kiafrika, huwezi kunyanyua mdomo mbele ya wazazi wako eti kisa ni siasa. Sababu ni free speech ipi? Vijana nyinyi mnatumika vibaya. Leo tunaambiwa
mimi hoja yangu ilikuwa ni moja tu, sikuwa na shida na Chadema. Tunazuiaje uchaguzi? Unaambiwa tutafanya maandamano siku ya uchaguzi. Nchi ipi hiyo? Tanzania ama nchi gani? Nchi ipi hiyo unazungumzia? Leo wanawaponza vijana. Mdude leo hajulikani alipo. Anaponzwa, ongea, anamtukana rais. Unamtukana rais wa nchi hii? Ni rais gani duniani yuko tayari atukane na mtu tu wa kawaida alafu utawala umwangalie? Ni nani? Hakuna siasa za namna hiyo jamani. Ni lazima tujifunze kuwa na heshima. Mtaka cha uvunguni sharti ya iname. Sisi lazima tukubali. Ni kundi dogo, sisi tunatawaliwa jamani. Hata kama wanaotawala wanatuonea, ni lazima tukubali hiyo fakti kwanza, alafu tutafute njia salama ya kutoka hapa. Lakini hizi kelele, mbwembwe, kejeli, tutaamsha, mtaamsha nini? Wako wapi? Vijana wanazidi kupotea. Na hawapotei kwa sababu wanatumiwa tu. Nenda wewe, wewe nenda. Tukana kidogo. Wanapotea, wanaishia kutoa matamko, tutamtafuta. Unamtafutia wapi? Kama polisi wanasema kwamba hatujui aliko, mtampatia wapi? Vijana na wahusia, acheni kutumika. Mungu amewapa akili. Tofauti ya binadamu na viumbe wengine ni akili, maarifa. Ukiambiwa jambo, tafakari. Kwa hiyo sisi tunachosema hapa, huwezi kuambia watu waandamane siku ya uchaguzi, hauna jeshi la polisi, hauna jeshi la wananchi, hata mgambo haumiliki, hata security wale private humiliki. So unawaambia watu wakafe. Hasa kama unaweza kuwashawishi watu waende wakaumie siku ya uchaguzi, kwa nini usiwashawishi wakaumia wakati wa uchaguzi wakiwa kwenye process hiyo? Mnasema watu wetu wamekuwa wakifa, wamekuwa wakiumizwa. Ni kweli, hiyo sio siri. Siku ya kuzuia uchaguzi ya maandamano ndio hata umizwa. Za kuambiwa nisiwe msemaji sana. Ila nasisitiza binafsi, kwa miaka ambayo nimekaa Chadema, sasa hivi ni miaka inakwenda 17. Sijawahi kujua chama kingine cha siasa. Nilikuwa na mapenzi na Chadema. Sio kwa sababu ya jina lake Chadema. Ni kwa sababu niliwaona watu wakina Mdee, niliwaona kina Zitto kipindi kile wanajenga hoja bungeni kiasi kwamba na sisi tukavutiwa na tamani kuwa kama yule siku nikifikia umri. Sasa hivi Chadema vijana ni kutukana mpaka watu wazima. Hivi Lema ya kusema watu G5 ni watu wapumbavu. Lema anafika umri wa Kilawila. Si kaka yake huyu. Kwa nini anamtukana? Tukisema ameongwa kitalu cha dhahabu ile ivuruge Chadema. Tunajua na mengi tunayajua. Aliwahi kutuhumiwa na alikuwa DCI Abdalla Zombe kwamba ni mwizi wa magari. Mpaka leo hajawahi kanusha hiyo kauli. Tunamhifadhi. Mimi ni Muislamu. Tunafundishwa katika dini yetu, ukisitiri aibu ya mwenzako, hata Mungu naye atakustiri siku ya kiyama. Ndio maana tumeamua kukaa kimya. Tunawasitiri kwa sababu tunataka, tuna madhaifu. Mungu anasema tustiri siku ya mwisho. Wasichokoze. Tuheshimiane. Hatukuleta Chadema na mtu yoyote. Kama ambavyo tulivyokuja, ndivyo tunavyoondoka. Kwa kuwa siku nakuja watasema, mbona ulivyokuja kutoa press? Ndio natoa press leo sasa, kwamba naondoka. Sababu zinafanya nje Chadema hazipo tena. Kwa hiyo sasa hivi tunaamua kuondoka. Nisio naongea sana. Nashukuru sana jamani.